Maka hadithi zao ni mbili tu. Maswali hadithi za kupinga maulidi ni mbili. Ya kwanza kullu bid'ati dhalala wa kullu dhalalati fi nar. Ya pili man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Yani kila bid'a kupoteza ni ya motoni. Bid'a ya kupoteza. Maulidi hupoteza ama huongoza? Maulidi watu silimu wa silimu, ushika dini wa shiki, uswali wa swali, imekosekana tena. Bali jambo litaka mtume hakuna sasa halifai. Tuuliza nyinyi watu Shinyanga. Hii Shinyanga kata mtume kwa iko. Bid'a. Ondokeni Shinyanga, ni maka na wadina kule. Na hivi wakati mtume magari yalikuwa yako? Hakuna. Kwa hivyo wanagamia na farasi na punda. Na uliza huyu mtume alikuwa na simu gani? Samsung ama simu gani? Ukishika simu bid'a. Mtume akishika simu wala sahaba hivi. Hata mtafuta zaidi. Hata kuna mtu mmoja aliuliza swala, bwana nimeambiwa katika 40 an-Nawawi kuna hadithi ya kubali maulidi, ni hadithi gani katika 40 an-Nawawi? Nikataka kujibisha. Nikiangalia nikaona kweli kuna hadithi katika 40 an-Nawawi ya kubali maulidi. Na vipi? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Yoyote mwenye kuzua jambo kama lile ma laysa minhu, ambalo sio katika hilo. Yeye katika hilo kimantiki. Ukizua jambo haliko katika dini ni bid'a. Yeye katika dini sema utaswala maulidi yako katika dini ama hakuna? Karamu hakuna katika dini. Maulidi hakuna. Dhikri hakuna. Swala za mtume hakuna. Sifa za mtume hakuna. Watu kukusanyika sala mtume itakuwa. Kwa hivyo man adatha fi amrina hadha in kana minhu fala yuradu. Ikiwa mnada tapenda maana ikiwa kuna leta. Kwa hivyo mambo ya maulidi yote yako katika hadithi ya katika Qur'ani. Sasa sana. Shukrani. Wanawake usiongee, lakini wanawake ndio kuja maswali. Wanawake kwa jambo kufanya na wanaume hafai. Wanawake ufagie usifagie. Wanawake upika usipike. Na kwa shani yako ukenda Maka ukifanya ibada zote Safa na Marwa iweke kando. Usisali Safa na Marwa. Hija kasio masi. Hija haisi kama kusali Safa na Marwa. Je, ni Safa na Marwa aloanzisha ndani? Soma tarehe nani? Mwanamke Hajara. Kwa mwanamke kwa hivyo si huja, madamu jambo ni ibada, afanye yote lafaa. Kuna mambo kwamba wanawake wamefanya ambapo kama ni ya kike ya wanawake hayafai, kama tulivyomwambia na Sheikh Yusuf. Kuna mambo yale kwamba zile suruzi kiregea basi yale hayafai, lakini mwingine hafaa. Kwa wanawake ndio asili ya kwani. Ikiwa hivyo, ile Maka yenyewe aliyoketi mwanzo nani? Mwanamke. Alisilimu mwanzo nani? Mwanamke. Kwa hiyo tusilimu. Khadija ndio alisilimu mwanzo. Msadeni mtume. Kwa wanawake ni watu wa tukufu. Na wao ndio wenye dini. Basi atashika dini. Kama tuambia wanawake washike ibada, washike dini. Wakati mmoja Saudia, watu walikuwa hawaswali alfajiri kabisa. Ile kamati ya msikitini ikazungumza, wakasema tuko tayari kujitolea pesa. Kila mwanamume ambaye atakuja kuswali alfajiri tumuozeshe mke wa pili. Lakini kwa sharti mke wa pili aolewe na yeye ndio yule mume aje kuswali. Kwa sababu wale watu wa kwanza wamekuwa hawamshi tena waume zao. Sababu wamebea mama watoto. Unajua somo za mama watoto atakwama wabaka na watoto mbele. Kwa mama watoto akaambia kila mwanamume atoswali alfajiri, basi mwanamume kama huyo aozeshe mke wa pili, ile mke wa pili amwamshe swala. Ilipotolewa onyo kama hilo, basi siku hiyo alfajiri wanawake twajua poleni na mama. Alfajiri hiyo ilishinda Jumaa, ilishinda sala hivi. Maki wanawake inuka na kuseka mke wa pili. Inuka. Salemu tu. Sasa sana Bwana Abubakar tuampa tania kwa maulidi yake. Yaani kwa msaada. Na Abubakar lazima asome maulidi. Akasoma maulidi akakosa Abubakar. Abubakar nani? Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar ndio alisoma maulidi, hamjui?
Sayyidina Abubakar alisoma maulidi, alipoulizwa wapenda nini katika dunia, akasema hubbiba ilayya min dunyakum thalatha: aljulusu baina yadayka wassalatu alayka wa infaqu mali alayka. Msaleni Mtume maulidi sana. Alisema mimi Sayyidina Abubakar sema katika dunia napenda vitu vitatu. Kitu cha kwanza napenda as-salatu alayka, kumswalia Mtume. Maulidi kuswaliwa. Wajulusu baina yadayka, na kuketi mbele yako Mtume. Wajua unapomtaja mtu huwa umeketi kwa sababu gani? Angalia sherehe ya rais, hata kama rais kwa Dar es Salaam Shinyanga atafanya sherehe, watakaa ama wakani atasema leo sherehe kuna day asio hizo day zote sherehe. Ndio kama wale wasotaka bei ya Mtume kisha fanya day. Saudia hata kidai ya Mtume, lakini wana day hata ajabu. Saudia kuna sherehe asherekea samaki jamaa, Yawmul Asma iko, kuna Yawmul Ashjar siku ya miti, kuna Yawmul Ma siku ya maji. Ndio hata ule Aidul Qarni akakasirika kitabu chake Rahmatul Amina akasema hawa Saudia mbona washerekea samaki, washerekea maji, washerekea miti, kwa nini washerekea Mtume? Basi na wao Aidul Qarni katika Rahmatul Amina akasema na hapana sawa Saudia weke sherehe ya paka na mbwa. Mataka sherehe Mtume fanya ile sherehe yao usalili Mtume. Kwa sababu Abubakar atana kumsalia Mtume. Na ukiketi na mtu ndio angalia Mwenyezi Mungu asemaje, anajadisu mandhakarani, mimi na keti na yule kwamba anahitaji. Kwa hiyo ukitaka kuketi na Mungu umtajie Mungu, na uketi na Mtume fanya nini? Usalili Mtume. Wa infaqu mali alayka, na kutoa mali yangu kwa sababu ya Mtume. Je, hawa wanaosaidia maulidi haya? Maana kama Abubakar hawezi kufanya maulidi haya. Hawa maulidi makubwa sana. Ni maulidi ambayo kwamba yatakuwa ni katika namba ya kwanza katika mkoa huu wa Shinyanga. Yeye hawezi kufanya maulidi haya, kwa hivyo watu wametoa, lakini yeye mwenyewe msimama kwa hali kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yasadu man yahduru al-mawlid bidari khulud fi karama tadhhar wa nawadhi rukun. Furaha atakaye kusoma maulidi yote ataingia peponi milele, tutakwambia. Na ushahidi ikiwa Abu Lahab alikafirishwa adhabu siku ya Jumatatu ni kafiri. Je, yule kama Muislamu anayemsifu Mtume ataingia wapi? Basi kwa Mtume ataingia motoni, wala mtukana Mtume ndo ataingia peponi. Kwa hivyo Tanzania maulidi yamekuwa yamefaulu. Hata tukasema tumekuja kwa Abubakar, lakini tumekuja kwa Mtume. Abubakar Mtume Abubakar. Kwa hivyo Tanzania kubwa, na pia kualika maulidi, kualika nikaha. Tuna maulidi pia Kahama ambapo tumeshukutwa, tualika inshallah taala katika msafara wetu, na pia tualika kama alivyomwambia Ustadh Muhammad al-Hadi ambaye kama al-Hatimi atualika harusi wa tamu tarehe 8 tuhudhurie. Lakini nimekuja swala mpaka leo hajajibisha. Sisi kama hapa hajajibisha swala yangu kwa moja. Nimemuuliza mwenye kuozesha ni mmoja katika wawili, Imam Kisi ama Mbaya, si nani katika hao. Yeye atakuja nani katika wawili? Wanashirikiana labda. Saleni tu. Inshallah hapa na mimi natasharaf mstari huu nimtuze Sheikh Abubakar bin Athman kwa hafla yake imefaulu daraja ya mwisho. Mashaallah.